karibu tuendelee kufunua kurasa za kwake Sam Dafuru kwenye andiko zuri hili kabisa lenye visa vya mikasa mingi sana ya kimapenzi, kimaisha, mahusiano kwa ujumla, chuki binafsi, roho mbaya na mambo mengine mengi sana ambayo tunaendelea kuyaona katika simulizi hii. Kumbuka hii ni sehemu ya 4 na mimi nakukaribisha sana. Kumbuka mwandishi wetu ni Sam Dafuru na hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu kama bado hujawa mwanafamilia katika familia kubwa hii ya wapenda simulizi za sauti. Hakikisha pia unakuja kwenye group letu la WhatsApp pale kwamba unatamani kuwepo na familia kubwa ambayo iko pale. Namba ya kuja katika group letu, tuma ujumbe kwenye nambari ya simu ya 0757567253 na moja kwa moja tutakuja pale tukutana na wenzako wapenda simulizi. Usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kulike. Lakini pia hakikisha umeturn on notification. Jina langu naitwa Tutu na hii ni sehemu ya 4 ya simulizi yenye visa vingi kweli kweli msikilizaji. Basi leo ni siku nyingine ambapo mazungumzo baina ya Sarafina na Mr. Emmanuel yalikuwa yameisha, ambapo sasa Mr. Emmanuel alikuwa amegomba sana kuhusu kutoka kwa Raula katika eneo lile. Sasa licha ya Raula kujitetea, lakini utetezi wake haukusaidia kitu. Wakati mgumu ulikuwa upande wake. Kumbuka ilikuwa ni ule wakati ambapo binti ameandaliwa mtu kwa ajili ya kuja kumfanyia ubakaji pale ndani na mama ameshachonganisha mimili kati ya baba na mtoto. Nimesema urudi ndani haraka, Sarafina alisisitiza, na Raula aliwaza kati ya kurudi ndani au kuondoka. Baadaye akachukua uamuzi wa kurudi ndani. Alipoingia ndani alienda hadi kabatini, akasimama kwa muda. Alitazama katika kioo. Uzuri wake wa asili ulionekana. Alikuwa akijiangalia. Macho yake mazuri yalianza kutoka na machozi, lakini alijikuta akifuta mara baada ya kuona pads. Na hapa ndipo kukazaliwa wazo. Alisogea na kutazama kwa makini na kisha akapiga hatua mpaka dirishani na akatazama nje. Aliona Sarafina akiwa anazungumza na mtu ambaye alikuwa hajui alikuwa ni nani. Basi haraka alitoka mpaka sebuleni ambako alielekea kwenye meza ya chakula. Akakuta chili pamoja na tomato ambazo wao wanatumia pale nyumbani kwa ajili ya chakula. Alijiongeza na akachukua tomato akarudi mpaka chumbani akaweka katika pedi yake ile, na hakuwa na namna nyingine zaidi ya kuvaa. Alifanya hivi lengo ikiwa ni kuzuga kwamba yupo katika siku zake, na alichukua chupa ya tomato na kwenda nayo bafuni ambako huko aliweka na akarudi tena kitandani. Dakika 10 mbele, mlango wa chumba chake ulifunguliwa. Mwanaume asiyepungua miaka 35 aliingia. Alikuwa ni jipande la mtu. Mwili ulikuwa umejaza kila sehemu. Na alisimama pembeni kabla ya kuingia. Sarafina alisimama pembeni ya mwanaume huyu na kisha akasema, "Haya, chombo hicho hapo, unaweza kufanya kile ambacho unataka. Mimi natoka bana, nitarudi kesho." Basi baada ya kuzungumza maagizo haya na kuondoka eneo lile, alifunga mlango mama huyu na kisha akaondoka zake. Chumbani sasa walibaki watu wawili. Alikuwa ni mwanaume huyu ambaye hakutaka mazungumzo, alianza kuvua nguo zake. Raula hakuacha kumtazama. Alikuwa akionyesha dalili kwamba ana uoga, na ndio kitu ambacho aliweza kimudu kwa muda wote. Alijizuia katika hili na alifanikiwa, lakini moyoni mwake hakuacha kuomba mambo yaende kama ambavyo alikuwa amepanga. Huyo kijana anaitwa Denisi, na kwa kuwa alikuwa ametumwa kazi, alitakiwa kukamilisha kwa haraka sana. Alijikuta akimvamia Raula na kuanza kumshika sehemu zake nyeti, hasa katika matiti, lakini Raula alikuwa akikwepa. Alifanya hivi kwa makusudi kabisa, ni hakupenda kabisa kushika mwili wake. Na kutokana na kukwepa huku kulipelekea mpaka Dennis kupeleka mkono sehemu za siri. Alichokutana nacho kilimfanya shtuke kiukweli. Tomato ilikuwa katika vidole vyake. Upande wake alihisi ni damu ambayo inatoka, hasa pale ambapo aliporudia kwa mara ya pili akajaribu tena na akakutana na ngozi na mkono wake ulikuwa umekutana na pedi. Basi hamu ya kuendelea kumpapasa binti huyu ilimuisha. Alianza kuhisi kinyaa kama si kichefuchefu. Basi haraka sana akasogea nyuma akamwambia binti kajisafishe. Ilikuwa ni bahati nzuri sana kwa Raula ambaye alitafuta nafasi ya adhimu kama mchezaji ambaye amepewa penalti wakati timu yake ikiwa nyuma kwa bao moja. Basi aliamua kuitumia vizuri sana nafasi kama ambavyo imekuja. Aliinuka na kwenda bafuni akiwa anatazama na Dennis. Dennis alitoa ruksa hii akiwa na imani kwamba hata ingekuwaje Raula asingeweza kuondoka katika eneo lile. Asingeweza kuchomoka na asingeweza kufanikisha kile ambacho ametumwa, akizingatia kwamba mlango ulikuwa umefungwa na Sarafina tena kwa nje. Basi akiwa anaendelea kusubiri, alishangaa sasa zilianza katika sekunde, ikafuata dakika na kisha nusu saa, na madakika mengi Raula hakutoka huko bafuni. Maji yaliendelea kusikika kumwagika na yakaamini kwamba bado mtu labda alikuwa akioga. Kutoka nusu saa mpaka lisali moja hapa hitaji mafikirio makubwa sana, na endapo hamu ikiwa mbele basi lisaa likaendelea kukatika na kijana huyo akiwa anamsubiri binti. Bado Raula alikuwa bafuni akioga.
Hasira zikampanda Dennis. Aliinuka na kwenda kufungua mlango wa bafu, lakini kila alipojaribu kufungua mlango ule ulikuwa umefungwa. Alifanya juu chini, lakini hakuna kitu ambacho kilisaidia. Raul ambaye alikuwa ndani alichukua chupa ya tomato na kisha alifungua na kumimina yote chini ya maji. Maji yalitiririka, ingawa si sana, lakini ilitosha kutoa majibu kwa Dennis kwamba ilikuwa na wekundu ambao mtu angeona kwa haraka angedhani labda ni damu. Basi hiki ndicho ambacho kilitokea kwa siku hiyo, kwa sababu maji ambayo yalitoka nje yalienda kumfedhesha Dennis na kudhani kwamba Raul alikuwa anatoka damu mfululizo na ndio maana ameshindwa kutoka, amechelewa. Basi akarudi tena ndani ambapo ni kitandani akalala, huku akimwacha Raul ambaye safari hii alifunga bafu na funguo akawa ameshikilia mkononi. Sasa muda wote huo alikuwa akiwaza nini ambacho basi kitaendelea. Hakuacha kumuomba Mungu amsaidie asije kubakwa kiukweli. Mungu aliamua kumuonyesha njia na alimjalia akili sana ambayo ilifanya kazi kwa haraka sana. Msaada wake ulipatikana na kwa siku hii Raul alifanikiwa kumudu na kuhimili namna ya kucheza mchezo huu kwa akili sana, na mpaka kuna pambazuka mlango wake haukufunguliwa. Aliamua kulala bafuni akipigwa na maji usiku kucha. Palipopambazuka aliamshwa na sauti ya Dennis ambaye alikuwa akiongea na simu. Kila kitu tayari? Ndio, wewe andaa pesa tu. Ya bwana, njoo unifungulie bwana. Okay, kama unaagiza mtu sio mbaya. Sauti hii ilitafsiriwa vyema kwa Raul ambaye alimshukuru Mungu kwa kuingia salama na kupona katika msalaba wa kifua chake. Sasa machozi yalikuwa yakimtoka. Kuamini kama mpona kutoka kwenye mkono wa mamba ambaye alikuwa na njaa usiku kucha. Kuamini kama ni kweli alikuwa anaongea naye alikuwa ni Dennis ambaye alithibitisha kwamba kila kitu kiko sawa. Akiwa bafuni, sauti ya Dennis ilisikika, akamwambia Raul, hebu toka bwana, siwezi kufanya lolote. Mwanzo aliogopa kuitikia, lakini baadaye alipomtaka kufungua ili wajadiliane baadhi ya mambo, alifungua mlango na kutoka nje. Raul alisimama mbali na Dennis ambaye alikuwa tayari ameshavaa nguo zake zote. Hamu ya uchu ya kufanya mapenzi hakuwa nao kabisa. Alitazama juu mpaka chini na hakuna mwanamke huyu kama alikuwa na majeraha yote ama maumivu, badala yake alikuwa anatetemeka tu. Alimondoa hofu akamwambia, nimeamua kuacha huru. Sitaki niingie katika matatizo, ingawa niliweza kufanya hivyo hata jana. Alikaa kimya na akamsogelea Raul ambaye alirudi kinyume nyume akiwa na wasiwasi. Akamsisitiza kwamba asimuogope na akamwambia kwamba lakini sasa hii inatakiwa iwe siri kati yangu mimi na wewe. Mama yako asijue lolote kama tukae kufanya mapenzi, sawa? Sawa, asante kaka, usijali, tuko pamoja. Alafu nataka kuuliza, ndio wewe ni mtoto wa Mr. Emmanuel? Ndio. Mbona niliambiwa wewe ni mfanyakazi umeiba hela bosi wako? Hapana, sio kweli. Okay, sawa, basi unaweza kufanya mambo yako mengine, Dennis alizungumza. Basi Raul alishindwa kustamili kile ambacho kilikuwa ndani moyo wake. Alijikuta akipiga hatua hadi ambapo Dennis alikuwa akamkumbatia kwa furaha. Machozi yalikuwa yakimtoka kila sekunde. Akamwambia, asante sana kwa kuniacha niwe salama. Asante sana kakangu. Raul alikuwa akishukuru, wakati huo alikuwa akilia. Usijali, mimi naweza kushauri kwa hivi sasa, tafuta uamuzi sahihi kwenye maisha yako. Na kama ameweza kunituma nije mimi, sidhani kama nashindwa kuweka sumu ufe ama kumtuma mtu mwingine. Mimi nimekuacha, vipi kuhusu mtu mwingine? Jitahidi ufanye chochote. Sawa, na kuahidi nitafanya juu chini ili niame hata hapa. Raul alimhakikishia Dennis. Sasa kuanzia siku hiyo wawili hawa ikabidi wawe marafiki. Raul akaomba namba ya Dennis ili aweze kuwa mtu wake wa karibu katika masuala ya ushauri. Na hili jambo alikuwa jambo la kuwaza sana. Alipewa namba naye aliandika pembeni akiahidi kwamba atakapopata simu atampigia na wangeongea mambo mazuri zaidi kuhusu maisha na kujuana vizuri. Basi kijana alitumwa kuja kufungua mlango. Alifika, Dennis aliondoka katika eneo lile, lakini hakuacha kumsisitiza Raul kuchukua maamuzi sahihi ya maisha yake ili awe na amani. Na yeye akamthibitisha kufanya vile na akakubali kwamba atafuata ushauri ambao Dennis alikuwa amempa, lakini pia alimshukuru sana Dennis kwa mara ya pili. Sasa siku hii mpaka namalizika kwake ilikuwa ni siku ya mawazo sana. Hakuacha kuwaza juu ya kile ambacho kimetokea. Hakuacha kufikiria juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika nyumba yao. Mawazo haya yalimpeleka mbali zaidi. Alihitaji kujua ukweli kuhusu baba yake, kama kweli ni sehemu yake ama kuna namna nyingine ambayo anazunguka. Hivi kwa nini nanyanyaswa hivi na baba yuko hai? Anaona kila kitu ambacho napitia, lakini hakuna kitu ambacho anafanya kwa ajili yangu. Kwa nini? Hapana, nitafanya juu chini kujua kama hii ni sehemu yangu au la. Hili lilikuwa ni wazo ambalo aliamua kulifanyia kazi na akaamua kulivalia njuga. Usiku ulipoingia aliwaza kufunga safari ya kwenda kwa shangazi yake. Alijitahidi kuwa panapo majaliwa siku mpya ikianza ataondoka. Basi siku nzima nyumbani alikuwa peke yake na sio Sarafina wala Mr. Emmanuel ambaye aliweza kurudi kwao siku ile. Moyoni mlikuwa na maswali sana. Alikuwa na maswali mengi sana kwamba hao watu wote wameondoka wameenda wapi, lakini majibu ya maswali yale hakuyapata.
Kulipopambazuka asubuhi na mapema, alifunga safari mpaka kwa Marge, ambako huko alimuuliza kila kitu ambacho kwa kimetokea usiku uliopita. Ilikuwa ni masimulizi ambayo ilimwacha Marge mdomo wazi. Alipigwa na butwa kama siku changanyikiwa. Ilikuwa ni taarifa mbaya ambayo ilistaajabisha na kushangaza sana kwake. Taarifa ambayo ilimfanya kushikwa na hasira mno. Muda wote hakuacha kusonya. Wakiwa wanazungumza katika sofa, Marge alisimama na mkono wake wa kulia aliweka kiunoni huku akiema juu hivi. Kusaga meno ndio kitu ambacho alikuwa anakijua kwa wakati ule. Akasema hivi, mwanamke anatutafuta nini? Anataka nionekane mbaya, ndio? Marge alizungumza akiwa anazunguka kulia na kushoto. Auntie, nawaza nifanye nini? Maisha yangu kila siku yanazidi kuwa mabaya. Yaani likitoka hili na kuja ile taselewi. Sarafina huyu naona anataka kurudisha vita. Vita? Kwani kuna nini auntie? Hivi unaweza kuja kukaa kwangu, si ndio? Ndio naweza auntie, lakini hebu niambie kwanza, kwani kuna nini, mbona mimi sielewi? Unajua hakuna mwanamke mpuzi kama Sarafina. Nina hakika anataka kufa haki ya Mungu vile. Kwani auntie, hivi mamangu alikuwa na ugomvi mkubwa sana na Mapaula? Raula aliuliza. Swali hili lilitengeneza ukimya wa muda kidogo na wote walikuwa wakitazamana kwa nyakati tofauti, huku poa ya Marge ikiwa inatoka jasho kweli kweli. Kana baba yako, muulize zile mali ni za nani? Una maana gani auntie? Siku ukiona unataka kujua ukweli, basi fanya ambacho nakwambia. Hakikisha babako ndo atakwambia. Lakini jamani, kwa nini unashindwa kuniambia ukweli kuhusu mama? Kwa nini? Mbona nikiuliza kuhusu mama nazungukwa tu? Safari hii Raula alizungumza akitoka machozi mengi sana. Basi Marge alipiga hatua na kwenda kumkumbatia, akimpiga mgongoni. Moyo wake aliumia sana. Kuna muda alitamani kumwambia ukweli dhidi yake na alitamani kumwambia kila kitu kuhusu mama yake pamoja na Sarafina, lakini nafsi ilikuwa inamsuta. Raula mwanangu, babako anapaswa kulisema hili, si mimi. Ni vizuri sana kama utasikia kutoka kwake. Marge alizungumza akijitoa katika kumbato la Raula na akamshika mkononi. Alimtazama usoni kwa umakini sana, akamwambia, yes, your daddy anatakiwa kusema, sio mimi. Ulikuwa na urafiki na mama auntie, si ndio? Nilikuwa na urafiki naye, nakumbuka, lakini nitakwambia mengi siku ambapo babako akiwa tayari kusema hata nusu ya ukweli. Mimi nitakwambia kila kitu. Hivi auntie, kuna ukweli gani ambao unafichwa? Mwanangu, nenda kamuulize babako. Muulize kuhusu mali, then muulize kuhusu last promise ambayo alimwambia Dija wakati anaumwa. Sawa Marge aliweka bayana msimamo wake kwamba hatamwambia chochote mpaka pale ambapo baba yake ataamua kusema. Kusema kweli, hiki ndio kitu ambacho kilikuwa kinamshinda. Nyuma yake kulikuwa na nguvu kubwa sana ambayo inamzuia kufanya hivyo. Hakupenda kuwa katikati ya hili, hakupenda kusema ukweli pasi Mr. Emmanuel hakuwa ametangulia kuanza, na alikuwa anaepuka tu nafiki. Alimtaka tu Raula kwenda kumuuliza baba yake kuhusu mambo mawili ambayo muhimu. Jambo la kwanza lilikuwa ni juu ya mali, na jambo la pili lilikuwa ni kuhusu ahadi ya mwisho ambayo mwanaume huyo aliweka mbele ya mke wake. Sasa ni majira ya saa 10 jioni kwenye moja ya mgahawa wa kisasa ambao unatoa huduma nzuri sana ndani ya jiji la Mwanza. Alionekana Shakil akiwa amekaa na wanaume makamu hivi. Kama ungeona kwa mara ya kwanza ungetambua kwamba wanaume hao walikuwa ni kizazi cha smartphone na sera za kuzuia ukimwi. Wanaume huyu hakuwa mwingine bali ni George. Wawili hawa walikuwa mahali hapa kama sehemu ya mazungumzo ambayo yangehusu mada ya jana. Akiwa amevaa t-shirt nyeupe ya jinsi nyeupe pamoja na kiatu cheupe, huku akiwa na mzura ambao ulikuwa umezungushwa kichwani hivi, walikuwa wametenganishwa na meza ambayo ilikuwa imejaa vinywaji tofauti tofauti pamoja na chakula ambacho waliendelea kula taratibu. Shakir alimtazama George kwa muda na kisha akamuuliza, okay, nimeshakutolea ramani kamili ya ngoma ilivyo. Tunafanyaje sasa? Mimi nataka kujua kitu kimoja. George aliweka kitu, akashika glasi ya juice akapeleka mdomoni. Fundo moja la nguvu lilitosha kwake kurudisha glasi chini na kisha akaendelea kuzungumza. Kati ya hizo pisi mbili ipi ni kali na unaielewa zaidi? Aliuliza George. Basi Shakir akasema, unajua Railat amekuwa official mpaka nyumbani. Yaani bi mkubwa anamtambua kabisa. Then kuhusu ukali kwamba nani pini kati yao, kuna mtihani kidogo. Aliweka kitu akawa anafikiria aseme nini. Kichwa chake kilikuwa kinavuta taswira za watu wote wawili. Kila mmoja alimchambua vile ambavyo anajua. Akaendelea akasema, Raula ni mkali kuliko hata Railat, lakini hawajazidiana sana. Okay, unaonaje kama ukabaki na Raula? Master. Kama unataka niwawe na Railat, basi nijifanye kwamba nimewahi kuwa hata na huyo manzi. Ni ngumu sana au? Tena sana. Unajua Raula bado ni mbichi. Alafu mimi tulikubaliana tukirudi huku ndo tutaanza hata hayo masuala ya kimapenzi. Sasa nilikuwa nimwambia hivyo na kwamba baada ya hapo ingekuwa mazima, na ndio maana mimi nilikuwa narudi kwa ajili yake. Nikamwambia kwamba baada ya hapo tutakuwa official kabisa. Wakati huo mimi sikujua kama Railat yupo huku, yani nilikuwa sijui kabisa. Shakil aliweka kituo na akanachezea simu yake. Okay. Sasa ni upande wa pili. Mara baada ya kuondoka nyumbani kwa kina Marge, safari ya Raula
ilienda kukoma katika hostel kwa Mina, ambako huko alienda kuzungumza naye kuhusu kitu ambacho kilikuwa kimetokea usiku wa jana. Huyu ndo ambaye alikuwa mshauri wake namba 1, ambaye hakuwahi kumficha jambo lolote lile. Kila alichokipata ama kutokea basi angemshirikisha. Sasa akiwa amekaa kitandani, Raula alianzisha masimulizi kuanzia usiku ambavyo ulikuwa hadi walipoenda nyumbani kwa shangazi yake na kumueleza nini la kufanya, na mwisho akaweka kitoke mtazama Mina kwa makini sana. Mina akamwambia kwanza pole, lakini hongera pia kwa kupambana. Alimpongeza akimkumbatia rafiki yake Raula kama sehemu ya kumfariji. Ilikuwa ni kumbato ambalo lilimfanya mrembo huyu kujihisi kama yuko salama sana. Moyo wake kwa muda ulisawazika, akatabasamu na akawa anatoka kwenye kumbato lile. Sasa hapo natakiwa kuhama tu. Kama sio kwenda kwa auntie, basi rudi hostel tukapambane na Crosswick. Auntie anaonekana ni mtu mwema na always yuko kwa ajili yangu. Hata kama, lakini watu ni watu. By the way, kwa maelezo yako, seems like kuna kitu kinaendelea kwenye familia yako, afu wewe peke yako ndio unafichwa. Na mimi nimewaza hili kwa sababu mara kadhaa nikimuuliza daddy like mamangu ilikuwaje, nini, reply chochote. Zaidi sana anasema tosha na hizo story na nini. Mama alishakufa na hakuwahi kunijibu zaidi ya mama Paula. Mama Paula mara nyingi amekuwa akimwangalia mamangu kwenye basi binti alishindwa kuendelea kuongea, na ilikuwa ni mara baada ya mlango kugongwa. Macho yalitoka katika mlango. Mimi nilifikiria kwa muda na mwisho akaenda kufungua mlango. Mbele yake ilikuwa Paula. Alishikwa na butwaa kwa sababu haikuwa kawaida kwa mrembo huyu kumtembelea. Akamkaribisha ndani. Mama nakuja nyumbani muda huu. Paula alizungumza akiwa ameshika kingo za kabati. Mwambie narudi. Then dada anauliza ni mwanaume gani ambaye ulimuingiza ndani. Okay sawa, mwambie tunakuja. Poa, afu vipi kuhusu mpango wetu? Upi? Jana tuliongea nini? Sijisikii kabisa kushiriki ule mpango. By the way, mwambie Nurdin kwamba habari za kuambia marafiki zake kuhusu mimi na yeye ni wapenzi sitaki hata kusikia. Hilo wewe huwezi kufanya kwani. Kwa nini unatuma mimi simpendi, na hata hivyo sitaki hata kurumbana sana. Wewe si ndio unampenda? Unaweza kumfikishia taarifa na inatosha. Mimi siwezi. Okay, kama wewe sawa. Basi po rudi nyumbani ukaambie baba, ukaambie kwa nini uliingiza mwanaume na uliingiza mwanaume gani. Paula aliongea tena neno hilo na kisha akaondoka. Anyway, basi tunaacha pale na ni upande pili ambapo maongezi baina ya George na Shakira yalikuwa yakiendelea, ambapo walikuwa wakiendelea kuongea lakini pia muda ulikuwa unaendelea kuacha. Sasa unanipa nini hapo nikiwa kama Black America? Bro, unajua kumwacha dem bila kumpiga hiyo ni jao. Yaani hatokaa kukumbuke. Sasa unajua nini Black? George alikaa kimya akaanza kumpanga mshikaji wake Shakira, ambaye alisogea kabisa ili asikie. Akamwambia kwa kuwa moyo wako upo kwa Railati, basi pita rau kama njia tu afu usiweke makazi. Fungua njia then cheza kulia. Yaani msijuani kabisa. Yaani tu hakukumbuke kwamba ni mwanamke wake wa kwanza. Lakini ukisema kwamba siwi mwachane hivi mwanangu, mbona wewe ni ujinga? Mwanaume gani unamwacha demu jamla, Alitingisha kichwa chake kutoka kulia na kushoto akasisitiza kwamba pisi kali ile ni pisi kali. Hebu ishi kistaa. Alafu jina lako wewe nitakiwa likumbuke daima kwake. Akarudi kwenye kiti chake baada ya kumnong'oneza mwenzake. Basi Shakiru alimtazama rafiki yake. Kile ambacho alikuwa ameambiwa ndicho ambacho kilikuwa kipita ndani moyo wake. Usiku jana alikuwa na mawazo kama haya, lakini alishindwa kuliweka kichwani mwake kwa sababu kulikuwa na kikwazo kidogo, lakini alipoletewa na mtu wake wa karibu akaona okay, kumbe alivyowaza jana ilikuwa ni vizuri, na akaona ni jambo ambalo limeunga mkono. Akasema unajua John, mimi nakukubali sana kwa mbinu mshikaji wangu. Yaani ni mtaalamu kabisa hizi kazi. Na mimi ndo nakupanga Black America, lazima ucheze kama Pele mjuba. Wewe ni mtu unajua maana Amini basi, mimi ndo nakwambia. Alafu wewe unaenda kusoma chuo kimoja na yeye? Naenda japo hata Railati iko pale. Sasa kwa hiyo mbugi unadhani totoboa kusema unataka kuwa nao wote wawili kama wapenzi wako? Basi fresh mwanangu, ngoja basi nikuache hapo, umenipa madini mwanangu. Shakira alimwaga rafiki yake akimpa mkono. Basi poa Black, sema hizo pigo zako hakika mwanangu nimeelewa. George kuacha kuendelea kumsifia mwenzake kwamba anapendwa na mademu wawili ambao wote ni wakali. Basi mpaka alipofika kwenye gari yake akawa ameondoka. Sasa tunaacha pale, tunarudi kwa Paula ambaye alikuwa hostel akijiremba mwenyewe kwa sababu alikuwa na mtoko jioni, na hii ilikuwa ni jioni ambapo alihitaji kwenda mwao pamoja na marafiki zake. Na hii ilikuwa ni kawaida yake kupendeza sana kila anapotoka. Basi lakisha anajiweka sawa mwenyewe na akiwa anaendelea kujiremba, ghafla mlango wake uligonga, akajikuta kibitoa midomo yake na kwenda kufungua. Macho yake yalikutana na Nurdin ambaye alikuwa ni jirani yake. Licha ya yeye kuweka tabasamu, lakini mwanaume huyu alikuwa amenuna kweli. Hasira ambazo alikuwa nazo hazikuwa na mfano. Alishtukia tu akisukuma kwa ndani na kurudi karibu na kitanda. Ilikuwa ni nusu adondoke, lakini miguu yake ilifanya kazi vizuri kumzuia. Sasa akasimama vyema kumkabili Nurdin ambaye aliingia mpaka ndani akafunga mlango. Akaambia,
hivi wewe mwanamke, kwa nini unanidhilishia kwamba wewe ni mwanamke mbaya? Unajua wewe una hadhi kabisa kuolewa na mimi. Unadhani mimi nitakupenda kujinga kama hivi? Alifoka Nurdin na meno yake yalikuwa yakisigina kwa kila sekunde. Alikuwa na hasira sana. Uso wake ulionyesha kuchukizwa sana. Na sura yake ilikuwa ikisadifu maneno yake yote ambayo alikuwa akiyatoa. Basi jasho lilimtoka sana kila sekunde na hakuacha kuwema akimtazama Paula ambaye alikuwa akipeleka wigi lake huku na huku, na kisha akamwambia, "Okay, unakuja kwangu then bila salamu unaanza kufoka, si ndio? Nisikufokee wewe ni nani? Who are you by the way? Wewe na mama yako ni wauaji na hamstahili kabisa toka duniani. Then mnataka niwaache, si ndio? Nisiongee chochote. Wewe nani muuaji? Tumemuua nani? Nurdin, hebu chunga mdomo wako. Wewe usijifanye kama hujui mlipanga kumuua Raula. Usijifanye kama hujui kwamba mlipanga Raula abako jana usiku. Usijifanye hujui." Nurdin alitaja jina bila hata kuogopa kitu chochote kile. Basi kimya kilipita huku muda wote wawili wakitazamana. Kichwa cha Paula kiliingia katika maswali na majibu ya wapi Nurdin ampata taarifa ile ambayo ilikuwa inaendelea katika familia yao, lakini hakuna jibu ambalo alipata. Kama tu kumuuliza, "Wewe taarifa mpata wapi? Nani kakwambia? Nyinyi mnafikiri kila mnachofanya ni siri? Yaani unamtenga Raula na unahisi kwamba si mimi nitakuja kumchukia? Not enough mnatuma mpaka mtu aje kumbaka hivi. Nyinyi mna roho gani labda? Yaani mimi hata kama Raula atanikataa, siwezi kuwa na wewe, siwezi kuwa na mtu ambaye ana roho mbaya kishetani kama hii. Kwa nini mpo hivyo na mama yako?" Kumbe hujui lolote linaloendelea ndani, si ndio? No one ambaye alituma mtu kwa ajili ya kwenda kumbaka. Kwenda kuniambia ilikuwaje? Daddy na mami waliondoka. Na akaleta mtu mle ndani. Sasa nani ambaye unamzungumzia? Yaani nani ambaye unamzungumzia? Kumbe hujui na inaonyesha kwamba unatunga tu story. Hata hujui unaloongea, si ndio? Basi walibishana pale na baadaye Nurdin akauliza au alimleta Shakir. Binti akauliza ndo nani? Sasa akamwambia kumbe hata hujui chochote, ndio maana unatunga tu story hapa mshenzi wewe. Basi kwake aliamini kwamba akitaja jina Shakir labda kungefanya Paula kutambua kwamba kuna mpenzi wa ndugu yake ambaye anaitwa Shakir, lakini mrembo huyo hakuwa anafahamu chochote wala hilo jina ambalo limetajwa. Basi Paula akajitetea pale akamwambia, "Koni siko mimi nasema uongo. Nadhani kwamba sisi tunamchukia, unataka kusambaza sumu wewe kwenye hii familia ili sisi tuonekane wabaya, si ndio? Hilo ndio lengo lako, si ndio? Na huyo binti ndio lengo lake hilo, anataka sisi tuonekane tunamnyanyasa sana. Haya, ona sasa hivi unakuja kwangu unanitusi hapo, unaniambia sijui vitu gani. Unategemea nini?" Aliuliza Paula akijiletesha hasira. Alihema sana kwa hasira. Sasa kijana akamwambia, "Ina maana anti anadanganya, si ndio?" Nurdin akajikuta anataja jina la mtu ambaye alikuwa amemwambia kuhusu Raula. Kamuuliza, "Anti, unamsikiliza anti? Unamsikiliza anti?" Paula aliweka kituo akamwambia, "Anti na mama wamegombana." And then anatumia hiyo nafasi kumchafua mamangu na kuwagombanisha. Nafasi ipi? She is right. Yeye anasema ambacho anakiona. Okay, anyways, amua kile ambacho unaona wewe kiko sahihi. But I'm not the one who involved with this. Yaani usinihusishe kabisa. Okay, iwe mhusika au hujahusika, lakini kana mama yako mwambie kitu chochote ambacho kitamkuta Raha kwenye maisha yake. Nitadili na nyinyi wote wawili. Yaani au mnahusika au mkohusika. Basi alipiga bonge la mkwara pale, mkwara dume, mkwara wa kitajiri ambao ukawekwa pale. Afu Nurdin akaondoka ndani na alikuwa na jazba kweli. Sasa Paula alikuwa na hasira sana. Akaisi kuchanganyikiwa kwa sababu kila kitu kwenye maisha yake kilikuwa kinaharibika. Tu kila anachopanga lazima kiharibike. Basi alijikuta akihema pale juu mwenyewe akiwa na hasira kweli. Akamtazama simu yake ambayo ilikuwa kitandani. Akapiga hatua hadi pale simu ilipo na akanyanyua akachezea kidogo akaweka sikioni. Hakuna mwingine ambaye alikuwa anampigia, ilikuwa ni mama yake. Lengo lilikuwa ni kumpa taarifa juu ya kile ambacho kinaendelea. Basi sasa Sarafina alikuwa bafuni anaoga. Akasikia simu yake inaita. Akataka kugairisha kile ambacho anakifanya, akaoga mpaka alipomaliza ndo akatoka chumbani kwake. Baada ya kujifuta maji, kitu cha kwanza ilikuwa ni kutazama missed call. Namba ilikuwa ni ya mtoto wake. Akahisi jambo akampigia. Simu iliita na akaiacha kitandani akielekea kwenye kabati kuchagua baadhi ya nguo za kuvaa. "Mama." Sauti ya Paula ilionekana ikisikika kutoka upande wa pili kwa sauti kubwa sana. Niambie, mbona nazidi kuchanganyikiwa mama jamani? Mimi nachanganyikiwa jamani. Safari hii sauti iko tofauti, kitu ambacho kilimfanya Sarafina kurudia simu yake na kuishika vizuri akaweka sikioni. "Kwani kuna nini mwanangu? Huyu mbwa yuko nyumbani?" Yuko nje huko anapigwa na baba yake. "Hapo sawa. Kwani kuna nini?" "Amesema kwa anti kila kitu ambacho kimetokea." "Unasemaje?" Yaani amemwambia Marge. "Ndio, na kama hiyo haitoshi taarifa imefika kwa Nurdin nikaja hapa kaanitukana. Yaani naona kabisa mimi siwezi kumpata huko kaka jamani. Yaani nampoteza kabisa. Mungu wangu. Hebu ngoja nakupigia muda si mrefu." Sarafina aliongea akakata simu. Akiwa na simu mkononi akatoka mpaka nje ambako alimkuta Raula akiwa katika sofa amekaa huku mwili wake ukiwa na michirizi. Mdomoni alikuwa na damu ikimtoka kwa mbali na hali hii ilitokana na kipigo cha mbwakoko ambacho alikuwa amepewa na babake. Mr. Emmanuel alimpiga mara baada ya kupata taarifa za kwamba binti aliingiza mwanaume ndani kwa hakutaka kuuliza lolote.
alimpiga vile ambavyo anataka. Alimpiga kweli eneo lote bila kujali hata ni wapi anampiga. Basi Raula alimtazama Sarafina na si kwa kumpenda bali tu alimwona ni mwanamke ni muuaji ambaye yuko mbele yake na lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kumuua. Moyoni aliumia sana, machoni aliteseka, mwilini alipatwa na ganzi kubwa sana huku damu ikisimama. Alishindwa la kufanya kwa sababu viungo vyake pia havikuwa na nguvu tena. Alafu uniletee mimba hapa, sawa? Yaani ninakufukuza huko ndani kweupe, mimi napambana kila siku kufanya mtoto mwema lakini bado unaniletea ujinga. Mwenzako anasoma kila siku, anajitahidi darasani afanye vizuri, lakini wewe siku unafanya lolote. Alikuwa ni Mr. Emmanuel anazungumza akiwa amesimama katikati ya mlango wa kuingilia jikoni. Macho ya Raula yalitua kwa mwanaume huyu ambaye alikuwa amezibwa na kitu kinachoitwa mapenzi. Hakuwahi kuamini upande wa mtoto wake, na hata hivyo ilishindwa kumfanya afahamu machache katika mengi ambayo yanapatikana upande pili wa shilingi. Hakuwa anafahamu chochote huyu mzee. Basi yote ambayo alikuwa anaambiwa na Sarafina aliyechukua kama yalivyo bila kupima uzito wake na akaamua kufanya hukumu. Wewe ulienda kwa Marge kufanya nini? Aliuliza Sarafina akimtazama Raula ambaye alihamisha macho kutoka kwa baba yake hadi kwa mwanamke huyu. Kumbe alienda kwa Marge? Mr. Emmanuel alihoji. Ndio, Sarafina alijibu akiwa anamtazama Raula. Basi funda kubwa la mate lilimezwa na Raula, koo lake likiwa tayari kujibu swali ambalo angeulizwa. Nilienda kujua kuhusu mali za baba na ni za nani na ipi ilikuwa ni ahadi ya mwisho kutoka kwa baba kwenda kwa mama. Unasema? Alipayuka Mr. Emmanuel. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakisikia. Akapiga hatua hadi alipo mtoto wake na kisha akachuchumaa. Akamtazama kwa hasira akamwambia, ina maana Marge amekwambia, si ndio? Kuniambia pekee haitoshi, lakini nataka kujua kuhusu ahadi ya mwisho. Nataka kujua pia kuhusu mali hizi ni za nani. Kama ni za kwangu nikabidhini na wote muhame huko ndani. Yaani kama iko hivi, naomba mnikabidhi afu wote muhame hapa ndani. Hivi unaongea nini wewe? Sarafina alipayuka. Huna unalolijua, kwa hiyo kaa kwa kutulia. Sawa? Na ukae kimya. Mimi namuuliza baba. Leo alijibu Raula kwa ukali sana. Alimtazama baba yake na kumtwanga swali. Akamwambia, baba, mama alikwambia nini kuhusu hizo mali? Ni za nani? Basi kimya kilipita. Sio Mr. Emmanuel wala Sarafina ambaye hakutoa macho kumshangaa Raula ambaye pale upole wake ulijitenga ghafla pembeni. Alikuwa amechachuka kama mishikaki iliyoweka ndimu na pilipili. Alikuwa ni muhindi uliolala na kisha ukaungwa vizuri kweli. Hakuogopa leo kuuliza. Hakuogopa kusema lolote mbele ya watu wawili hao ambao walikuwa wakimtazama. Mr. Emmanuel aliinuka na kuanza kuondoka. Kitu ambacho kilimfanya Sarafina kupayuka, akamwambia, unaenda wapi baadaye umjibu ambacho nimekuuliza? Nakuja. Mr. Emmanuel alijibu na kisha alifungua mlango na kutoka nje. Endapo nikifahamu hayo yote ambayo nimemuuliza baba mbele yako, na kuahidi utakuja kufurahia matokeo yangu mbeleni. Nitese tu, ila naomba kabisa, naendelea kuomba kwamba nisije kujua. Raula alichimba bonge la mkwara kwa Sarafina na akaondoka kuelekea chumbani kwake. Haiwezekani. Hizi mali ni za Paula. Paula ndo mwenye hizi mali na sio wewe, ni mtoto nje ya ndoa. Sarafina alipaza sauti lakini haikusaidia kitu. Hakujibiwa, badala yake kimya na hasira vilikuwa mbele yake. Ulikuwa ni mlango wa kwanza ambao ulikuwa hujui na sasa uligongwa. Uligongwa na mtu ambaye alikuwa anamdai. Hii ilimchanganya sana. Kichwani kwake kuliingiwa katika maswali mengi sana. Hakuona mtu wa kumpigia zaidi ya Marge, akiamini kwamba mtu huyu ndo ambaye amesababisha hali ya pale nyumbani kwenda songo mbingo. Basi kutoa simu yake akachezea kidogo, baadaye akapiga. Simu iliita na sekunde kadhaa mbele ilipokelewa. Bila hata salamu alifoka. Akamwambia, wewe unamlisha mtoto ujinga, si ndio? Hivi unataka kufa? Nitakuua Marge nakwambia. Oh, naona umekula ugali, umeshiba, unadhani kwamba kila mtu anaweza kumuua, si ndio? Unaweza kunitisha, unadhani mimi nakuogopa? Marge, unijui vizuri nitakuonyesha. Hata wewe naona unijui vizuri. Ndio maana unanitisha hapa kwenye simu. Wewe unapojua nyumbani kwangu, si ndio? Njoo nifuate, alafu utanijua vizuri, nguruwe pori wewe. Marge, unasemaje? Acha kupiga kelele mtoto wa malaya wewe. Unajua wapi nimetokea mimi? Unajua na miliki nini mimi wewe? Unacha kunitisha wewe. Anyways, najua umenipigia simu kwa sababu umekutana na maswali mawili ambayo nilimtuma Raula. Kazi kwako sasa, umetaka vita? Karibu uwanjani, mbwa mmoja wewe. Marge alimchamba na akatema mkwara na baadaye akakata simu. Marge alikuwa ni Sarafina ambaye alikuwa anafoka kwenye simu akitaka kujua hawa kwani nini ambacho anaongea. Alikuwa na hasira kweli kweli. Hasira zilimtoeta sana kama sehemu ambayo ilikuwa inafuka moshi hivi, lakini ndio hivyo tena. Basi wakati huo Raula alikuwa kwa chumbani kwake, alisikia sauti ya Sarafina akiwa amekaa kwenye kigoda ambacho kilikuwa karibu na dressing table yake. Macho yake yalitoa kwenye kioo, akautazama mwili wake namna ambavyo ulikuwa na maumivu. Yalikuwa yamemzidi mara 2. Aliumia sana moyoni. Alitoka na machozi pamoja na kilio cha kwikwi. Mtu ambaye angeweza kumfariji alikuwa ni mmoja tu ambaye ni Shakil. Lakini kwa bahati mbaya hafahamu hata kama amerudi kwa sababu pia hana mawasiliano yake.
Basi katika maisha yake hakuwahi kubembelezwa na mama tangu alipopata akili. Hivyo kile ambacho alikifanya kama mapenzi kwa mama yake alikuwa amekihamishia kwa Shakil. Mara zote pindi ukiwa pamoja kwenye kati ambazo aliwahi kuwa na kijana yule, ama aliwahi kupigwa, ama aliwahi kukereka, ama aliwahi kutukana na kuambia maneno machafu, basi alimfanya mwanamume huyu kama kimbilio lake. Wakati huo Shakil alifanya kazi nzuri sana kumliwaza kama mwanaume. Alimpa moyo na kumchambulia binadamu alivyo na kumpa faraja. Alimpa moyo na kumchambulia aina 5 za watu katika maisha yake, akamsisitiza kwamba mvumilivu wa mambo kadha wa kadha anatakiwa kuwa yeye. Na hivi ndio vitu ambavyo vilimfanya Raula agande kwa Shakil. Alikuwa anampa faraja ya kweli. Hivi ndio vitu ambavyo vilimfanya kukaa muda mrefu bila kuwa na mpenzi, kwa sababu alikuwa na ahadi ya mwisho ndani ya moyo wake. Kulikuwa na picha katika begi lake, picha ambayo aliweka kwenye filmu ambapo alipiga pamoja yeye na Shakil wakiwa shule. Mara kadhaa pindi ambapo alikuwa anamkumbuka sana mwanamume huyu, ilikuwa ni kawaida yake kwenda kuchukua picha na kuitazama. Sasa siku hii pia ilikuwa hivyo. Alienda kwenye begi, akafungua picha ya Shakil, akaitoa na kuitazama. Basi alipiga hatua hadi katika dressing table na kisha akaweka kwa mbele, akarudi tena kwenye begi ambako alitoa picha ya mama yake ambayo pia ilikuwepo katika picha hiyo. Picha hii ilimuonyesha Dija akiwa amembeba mtoto mchanga, na pembeni kulikuwa na Mr. Emmanuel ambaye alikuwa ameweka tabasamu kubwa sana. Akarudi nayo hadi katika dressing table na kuiweka mbele, na ilikuwa ni kando ya picha ya mwanzo. Akatazama picha hizi kwa nyakati tofauti tofauti na macho yake yakazalisha machozi ambayo alishindwa kuyazuia asidondoke. Mungu pekee ndo anajua jinsi gani nawapenda nyinyi watu. Mmekuwa ni sehemu ya maisha yangu sasa. Nakumbuka mama yangu, ingawa sijawahi kuona, lakini nadhani nakukumbuka sana. Nakukumbuka kwenye akili yangu. Nikiwa na akili timamu sijawahi kuona, lakini nyuma yako kuna mwanaume ambaye anapambana sana na mimi. Kuna mwanaume ambaye ananitetea sana, anifanya niwe sehemu ya tabasamu lake. Ndio mama, yuko mtu sahihi ambaye yupo baada ya kuondoka. Kwa sasa sitamani hata toke kwenda mbali na mimi. Mama, anaitwa Shakil. Huyo anasimama kwa niaba ya nafasi yako. Anasimama kwa niaba ya baba ambaye hajali wala hajui kuhusu mtoto wake anateseka kiasi gani pindi ninapofanywa mabaya. Mama, Shakil ndo mtu pekee ambaye hajawahi kuniumiza, hajawahi kunifanyia mabaya. Nampenda sana Shakil, na unajua anajua hilo pia. Pumzika kwa amani mama yangu. Raula alifuta machozi na kisha alichukua picha mama yake akaipiga busu kabla ya kurudisha katika begi. Aliweka picha sehemu husika na kisha alitoka hadi nje sebuleni ambako alimkuta Sarafina akiwa amefura kwa hasira. Na yeye kuonyesha kujali hasira hizi akauliza, "Tunakula nini?" "Sitaki kula." "Sawa, kama uli usile." "Nauliza tunakula nini? Kwani wewe upiki?" Basi alimwangalia tu na akakubali zake kuelekea jikoni ambako alipika chakula chake peke yake ambacho kilimtosha, akaenda kula. Alimwacha Sarafina akiwa amevimba kama chura ambaye amemeza kumbikumbi kwa wingi. Na mara baada ya kula, Raula alirudi ndani tena kwa ajili ya kujisomea kama ilivyo kawaida yake. Licha kuwa na maumivu moyoni na mwilini, lakini hakuwahi kutaka kujitenga na elimu. Mazingira magumu anapitia ndani ama nyumbani kwao, lakini kusoma kwake ilikuwa ni lazima aendelee. Maisha yake yalitakiwa yakombolewe na elimu yake. Basi maisha alishayazoea tangu alipokuwa anakuwa, pale ambapo alichukizwa basi alienda zake kusoma. Aliongeza juhudi kwenye masomo akiamini kwamba kuna siku atafanya vizuri na atakomboka katika mateso haya ambayo anapitia. Usiku ulipokoma alishindwa kustahimili maumivu. Mwili ulikuwa unauma sana. Babake alimpiga mno. Basi alimeza panado kisha akalala. Na majira ya saa 5 usiku Mr. Emmanuel alirudi nyumbani. Sura yake ilionyesha kama ni mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa. Alimkuta Sarafina akiwa amesimama katika mlango wa kuingia chumbani. Hasira zilikuwa mbele yake. Alipotaka kuingia ndani alimzuia akamwambia, "Naomba uniambie ukweli, hizi mali ni za nani?" Ilikuwa ni swali ambalo lilifika kwa Mr. Emmanuel, bali shusha pumzi kidogo akamwambia, "Za kwangu." "Emmanuel, usinidanganye, nitaenda kuongea na Margi na akiniambia kitu tofauti wewe ambacho unaniambia, sijui itakuwaje. Sitakuja kusamehe kwenye maisha. Yaani tunaona mimi ni mbaya." "Okay, unataka kuambia kweli?" "Ndio, niambie kweli ili tujue inakuwaje, sio unaniweka roho juu." "Okay, mali zote zinaongozwa na jina la Raula. Hakuna kitu hata kimoja ambacho mimi namiliki kwenye hizo mali." "Wewe, unasemaje?" "Ndio hivyo ulivyosikia. Yaani yule paka ndio aongoza hizo mali. Kwa nini? Mimi sema anaacha kunitania eti." "Kweli ndio." "Kwa kifupi ni kwamba nasimamia tu kitu ambacho sio cha kwangu." "Yaani sio cha kwako kivipi? Mbona haiwezekani unataka kunichanganya?" Sarafina alipayuka na sauti yake ikamwamsha Raula ambaye alitoka nje sasa na kuuliza, "Kuna nini?" Basi wote waligeuka wakamtazama. Sarafina alitaka kuzungumza lakini aliyoiwa na Mr. Emmanuel ambaye alisogea hadi sehemu Raula alipo, akamshika mkono akamwambia, "Nenda tu, nenda ukalale, nenda ukalale mwanangu." "Aende wapi wakati bado hujamalizana?" "Mke wangu una nini lakini Emmanuel? Hizi mali kama ni za huyu mbwa ninayemuona hapa kwako. Hivi ni kweli ama nasikia? Yaani mbona unanichanganya? Ni za kwako ama ni za kwake?" Sarafina
alijikuta akitoa siri. Alisema kitu ambacho kwa muda wote Emmanuel hakupanga kuzungumza, na ili mfanya Raula kusimama vizuri ili ajue nini hasa kilikuwa kinaendelea. Mr. Emmanuel alifanya juu chini katika kuficha ukweli wa mtoto wake asisikie na asijue nini kilikuwa kinaendelea. Alijua namna gani ya kumliwaza Raula ili kinachoendelea achukulie kama mgogoro tu wa mama yake pamoja na baba yake. Kwa hivyo yeye hakupaswa kusikiliza ama kujihusisha kwa namna yote. Katika hali hii Raula alielewa, lakini kichwani kwake alikuwa na maswali mengi sana, hasa pale ambapo aliona Sarafina aking'ang'aniza aambiwe kweli. Basi akarudi chumbani kuendeleza zake na usingizi. Akiwa chumbani aliwaza kuhusu swali la mwisho ambalo Sarafina aliongea kwamba mali ni za nani kati ya baba ama za Raula. Basi binti akajiuliza, au ni mali zangu au kuna nini? Alijiuliza akiwa amekaa kitandani. Basi macho yake yalitua kwenye dressing table na kutazama picha mwanaume ambaye anampenda sana, lakini haikufanya kupungua kwa idadi ya maswali ambayo yalikuwa yakiporomoka kila sekunde katika kichwa chake. Akasema kwamba kama auntie anajua, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kuniambia kila kitu. Okay, kesho nitaenda kwake, nitajua tu cha kufanya. Alijiambia mwili wake na kulala sasa akisubiri kesho ambayo ilikuwa na mambo makuu mawili. Moja ilikuwa ni kwenda chuo kusoma na nyingine ilikuwa ni kwenda kwa auntie yake kwa ajili ya kwenda kujua haswa kile ambacho kinaendelea. Mara baada ya kujirudisha kitandani, usingizi wa kutaka makuzi ulijisogeza mwili mwake na kuweka makazi kwa muda ambayo yalikuja kubomolewa ilipofika saa 11. Aliamka kama ilivyo kawaida yake na kufanya mambo yake mapema. Akafanya mazoezi ya kuruka kamba, lakini siku mwili wake uligoma kabisa. Mwili ulikuwa unamuuma binti. Maumivu ambayo yalitokana na kupigwa bado yalimuumiza sana. Alijikuta akitumia dakika 5 kufanya mazoezi badala ya dakika 30 kama ilivyokuwa siku za kawaida. Na katika maisha yake huo ndio ulikuwa utaratibu wake. Kwa bahati nzuri jasho kilitoka, akaenda bafuni kwa ajili ya kuweka mwili sawa. Alipomaliza akarudi katika meza ambapo alisali ikiwa ni sehemu ya kumshukuru Mungu wake. Alifanya meditation hadi saa 11:30 alfajiri na alikuwa ameshakamilisha kila kitu kwenye mambo yake ya awali. Basi alikaa mezani kufanya baadhi ya maswali muhimu ambapo walikuwa mpewa katika group. Alipomaliza kujisomea na mwisho ratiba yake ya kusoma ikaisha, alielekea jikoni kuandaa chakula cha asubuhi hadi alipomaliza, na kisha alikuja kufanya kazi nyingine ikiwemo kudeki, kufanya usafi wa nje, kuosha vyombo na kadhalika. Kufikia majira ya saa 1 kamili asubuhi, Raula alikuwa ameshakamilisha kila kitu. Alienda kumwamsha baba yake kwa ajili ya kupata chai ya asubuhi na kisha kuelekea chumbani ambako alijiandaa kwa dakika 10 na alikuwa tayari na kila kitu muhimu ambacho kilikuwa kinahitajika pindi akiwa chuo. Alipomaliza akarudi tena katika meza chakula ambapo alimkuta Mr. Emmanuel akiwa amekaa. Alipofika akamsogelea, akampiga busu katika paji la uso wake, akamwambia, baba, mimi nakupenda. Aibu ilimuingia mzee huyu ambaye alimtazama binti yake. Macho yake yalianza kutengua machozi. Utu uzima akautumia kama jela la kuficha aibu na akasema, nakupenda pia mwanangu. Aitoa leso na akafuta machozi yake. Sasa Raula alirudi katika kiti chake na kuanza kula, lakini ulaji wake ukua siku zote. Alitaka kujua wapi Sarafina yupo, na hii ilimfanya kuuliza, mama yuko wapi? Ameenda kwao tangu jana usiku. Kuna nini? Raula aliuliza akiweka kijiko katika sahani. Hakutegemea taarifa ambayo alikuwa amepewa. Kwa nini mama yake kuondoka pale nyumbani tena usiku? Hili ilimpa maswali. Akamtazama baba yake akamwambia, kwa nini anaondoka? Akasema amechukia, amesema kwamba nakupenda sana wewe kuliko mtoto wake, simuonyeshi upendo kama mtoto wangu. Na hiki ni kitu ambacho si cha kweli. Mimi nadhani nawapenda wote binti wangu. Baba, ni hilo tu au kuna lingine? Mwanangu, mimi sijui lolote, labda kama kuna lingine. Basi fanya umfuate tu mama. Jamani, nyumba imepoa sana. Mimi sijazoea nyumba ikiwa hivi jamani. Yaani nyumba imepoa kama hivi. Hivi mamako ni mtu mwema? Ndio baba ni mtu mwema. Wewe unaonaje kwani? Wewe mfuate tu kwa sababu nyumba imepoa, mimi nishazoea kelele zake. Au mimi niende zangu, niondoke zangu hostel kama mwenzangu. Raula aliweka akitoa maamuzi mawili ambayo Mr. Emmanuel alipaswa kuyachukua. Kichwa cha Mr. Emmanuel kilichakata kila wazo kwa haraka sana. Aliona akiwa na wakati mgumu sana, akasema, naenda kazini, then nikirudi nitakwambia nini cha kufanya, then tutajadili kuhusu hostel. Ya mambo ya hostel haya hakuna shida. Okay, kwani unaonekana una mashaka kwenye maamuzi baba, kwa nini? Ni mambo ya kikubwa mwanangu. Haya baba, tule, maana mimi na ratiba ngumu sana leo. Acha tu. Raula alishika kijiko na kuendelea kula. Siku hii upande wake ilikuwa ni siku tofauti sana. Alibaki na maswali mengi sana kichwani. Kwa nini mama yake ameondoka pale nyumbani tena usiku? Basi walikula hadi pale ambapo alimaliza, na kisha Mr. Emmanuel alikuwa kwanza kuondoka nyumbani na Raula alifuata. Akapanda gari yake maalum ambayo kila siku alikuwa akitumia, na safari yake ilitokomea chuo ambapo alikuta tayari mwadhili akiwa ameingia darasani. Akaomba ruksa ingie. Mungu wangu, hebu angalia sura yake ilikuwa na michirizi ya damu jamani.
Sara alimnong'oneza Paula. Wote walimtazama Raula ambaye alikaa kwenye kiti chake. Macho yakawa mbele kumtazama mwadhili ambaye alikuwa akifundisha somo la falsafa. Walijikuta akiangua kicheko kwa sababu Raula alikuwa amevaa remba pamoja na gauni ambalo lilikuwa limepoteza uzuri wake kabisa. Hebu twende nje kwanza tukacheke. Aliongea Paula, akashika simu yake. Alikuwa kwanza kutoka nje na Sara akafuatia. Basi walienda kusimama nyuma ya gari ambako ilikuwa imesimamishwa. Akawa anatazamana umbea huko akauka. Nasikia jana kapigwa afu nadaiwa kwamba sio zile mali zake, sio vitu gani hata sielewi. Paula aliongea kwa maringo. Usiniambie. Ndio hivyo. Ndio mama kaniambia, na mama sasa hivi hayuko nyumbani. Kaenda wapi? Kasema amerudi Ukerewe mara moja, kuna issue ameenda kufanya, atarudi. Hapo sawa. Alafu Raula si nje ya ndoa. Ndio nashangaa eti anasema mali zake, yani anafanya mpaka mimi nitamani kusoma Biblia jamani. Yani nisome kabisa au nikasome sheria jamani ili yakoze kabisa hata ubini wa baba huyu binti. Simpendi mimi. Kweni makini msije mkarogwa. Yani acha tu. Lakini angalia kuroga sio mie, Paula alisema na hakuacha kujipa masifa. Wakiwa wanaenda kuzungumza pale upande wa pili karibu na ofisi za Sautiso, ilisimama gari ambayo ilikuwa kifahari sana kati ya zile ambazo zilikuwa zimesimama eneo lile. Hakuna hata moja ambayo ilikuwa likiingia ndani. Paula aliona gari hili. Akaweza kutazama ni nani ambaye alikuwa anashuka pale na akamshtua mwenzake. Ilikuwa ni Air Jordan nyeusi ambayo iling'ara kuliko. Ilionekana ikianza kukanyaga ardhi. Suruali aina ya jinsi nyeupe ambayo ilikuwa sehemu ya mwili wa mtu huyu ilijitokeza na kisha ikafuatiwa na t-shirt jeusi ambayo ilikuwa imeandikwa Black American na ambalo lilikolea pasi vilivyo na kutua kwenye macho ya watazamaji kabla ya mwili wa mwanaume huyu wa makamu kujitokeza. Hakuwa mwingine bali ni Shakira ambaye alikuwa ameshuka upande wa kulia na upande wa kushoto alishuka Riaz. Tofauti na Shakira, Riaz alikuwa amevaa suti ambayo ilimpendeza huku aina ya unyoaji wao ukiwa sawa. Kila mmoja alinyoa kwa kuachia nywele zake ikiwa hazikuwa kubwa sana. Na laiti kama ungeliona basi ungedhani kwamba ni wana mitindo kutoka Marekani ambao walikuja chuoni kufundisha namna ya kuvaa. Nguo walizovaa ziliwapendeza kweli. Namna ambavyo walikuwa wamenyoa walipendeza sana na hata tembe yao ilikuwa ni ya kitofauti kabisa. Paula alijikuta akiwatazama mpaka wanaingia darasani kwao. Hamu ya kutaka kuwatazama vizuri kamjia. Akamkusanya mwenzake na akaingia darasani. Akiwa darasani, Raula alishangaa kuona sura ya mwanaume anayempenda kwa dhati akiwa mbele yake anazungumza na mhadhiri. Mapigo ya moyo yalifufuka, alihisi kubanwa kwa haja ndogo kama si kubwa. Mtetemo ambao alikuwa nao ulishinda mitetemo yake yote aliyowahi kuipata kwenye maisha yake. Kibaya ni kwamba wasichana wote walikuwa wakiwatazama wanaume wale. Siara aliniambia kuna mtu anakuja kutoka Marekani na atasoma klasi yetu. Binti mmoja ambaye alikuwa nyuma ya Raula alimwambia mwenzake, unajua tulikuwa tunasema sio Nurdin ndo alikuwa anajua kuvaa, sijui ni handsome. Lakini hapana kwa kweli. Mwingine akachangia, jamani naomba wasome jamani. Mwingine alisema na upande wa kushoto alikuwa akiomba. Raula aliotazama wasichana wale kwa nyakati tofauti. Moyoni kilimkata kitu lakini alishindwa kuzungumza. Alibaki kuwatazama kabla ya kurudisha macho yake mbele ambako kina Shakir walikuwa wanapewa maelezo. Baada ya kupewa maelezo alitawanyika ambapo Shakir alienda kukaa nyuma upande wa pili wa darasa kama viti 7 hivi kufika upande ambao Raula alikuwa amekaa, huku Riaz akielekea upande ambao Raula alikuwepo na akakaa pia nyuma ya binti huyo. Tunaacha chuo, tunakuja upande wa pili ambapo Mr. Emmanuel kiukweli alikuwa amechukizwa sana na kitendo ambacho kilikuwa kimetokea jana usiku katika familia yake. Kuondoka kwa mke wake katika nyumba yake huku maelewano yakiwa hafifu kilimuumiza sana. Kupata utatuzi wa hili jambo akaona kati mzizi katika shina la mgogo. Mzizi hakuwa mwingine bali ni Marge. Alifunga safari hadi nyumbani kwa Marge ambaye alikuwa akiishi Pasiasi. Kwa bahati nzuri Marge alikuwa bado hajaondoka. Kwa hivyo alimkaribisha akijua fika kwamba hakuna kingine ambacho kimemleta zaidi ya matatizo katika nyumba yake. Wakiwa sebuleni, Mr. Emmanuel akauliza, hivi kwa nini unataka kuniharibia ndoa yangu Marge? Mimi au wewe? Wewe Marge, hebu ona ambavyo unasambaza sumu jamani. Nasambaza sumu, si ndio? Hivi how many times nakuambia kwamba mwambie ukweli mtoto, mwambie ukweli hata mke wako aache kumtesa Raula, lakini wewe hufanyi chochote. Hivi kweli uumii? Hata kama lakini ni familia yangu, mimi ndo najua nafanya nini na najua nitafanyaje jamani, mimi ndo nitakayewajibika familia yako, si ndio? Marge alinyanyuka katika sofa akasimama. Alipiga hatua hadi chumbani kwake ambapo hakuchelewa sana, akarudi na bahasha ambayo ilikuwa imefungwa. Alifungua na kutoa karatasi ambayo alimpatia Mr. Emmanuel. Mkononi kwa mwanaume huyu alipokea karatasi na kuanza kusoma neno hadi jingine. Na mpaka alipotosheka akarudisha akauliza, unataka kumaanisha nini? Siku Raula akijua kwamba aliyemuua mama yake ni Sarafina na wewe ulihusika, ndio siku ambayo nyie wote mtaiona dunia chungu.
wewe ndio unafahamu kila kitu. Kwa nini usikae kimya? Kwa nini usikae kimya ukafanya mambo yako afu mimi na familia yangu kaniacha? Hivi kwa nini? Mimi siwezi, kwa sababu nilishamwambia Sarafina kwamba huyu mtoto mlee na umtunze kama mtoto wako, lakini hakuna chochote ambacho mnazingatia. Mmefanya makosa na bado mnamsumbua mtoto. Kwa nini unataka niende ukaa kimya? Alizungumza akipiga kelele. Basi kulikuwa kuna feni pale ndani na upepo mwanana ulikuwa ukitanda ndani ya sebule. Kibaridi kilitawala, lakini Mr. Emmanuel alikuwa akihisi joto. Bado alikuwa katika wakati mgumu sana juu ya kile ambacho kwa kinaendelea katika maisha yake. Marge alirudi sehemu ya mwanzo huku akiongea na kusugua vidole vyake ambavyo vilikuwa vikitoa sauti fulani hivi. Okay, let's say siku Raula anakuja kujua kwamba mama yake aliacha ahadi. Hilo ni moja. Pili, mali zake. Na tatu, mama yake aliuawa na mama Paula. Na wewe unajua. Wewe hakutambui kama pia wewe ni muuaji, lakini wewe ni muuaji. Kwa sababu ulijua na ukakaa kimya na kuna namna umeshiriki. Hivi nadhani kwamba nyie Raula ataonaje? Yes, najua kwamba atanichukia, lakini muda wa kumpa mali bado. Kama muda bado, kwa nini usimfanye Sarafina aweze kumpenda mtoto? Kwa nini usikae upande wa mtoto? Kwa nini huyu mtoto anaishi kwa taabu, kwamba tuachane na kwamba swala la mali? Yaani kwa nini mtoto anateseka? Yaani anamchukia huyu mtoto, yuko radhi kumuua. Kwa nini? Basi hata mwambie mke wako kweli kuhusu mali ili apunguze kumtesa huyu mtoto. Kwa nini unashindwa? Okay, kwa Marge ulikuwa unatakaje? Aliweka swali mezani Mr. Emmanuel. Mwambie Raula kwa alijue mambo mawili tu. Yaani mwambie mali, mwambie na last promise, afa au mengine mimi niko hapa nitakuja kufunika, na mnavomtreat mtoto ndivyo ambavyo nitaamua ni upande wenu ama nimkaushie. Ni hivyo tu. Nothing else. Kuhusu kifo cha mamake. Marge alikaa kimya kidogo, akatengesha kichwa, akasema hii ripoti imeeleza kila kitu na mimi najua nini ambacho nitafanya. Kwa hiyo kuna siku utakuja muonyeshe hii ripoti. Kwa nini simuonyeshe? Kama unashindwa kufanya ambacho nawaambia, mnashindwa tu kuishi na mtoto, nisimwambie ukweli kwa nini? Mimi nimefunika kombe miaka yote kwa sababu nataka mtoto aishi kwa amani, lakini nyinyi mnafanyaje? No jamani Marge, usifanye hivyo. Mr. Emmanuel aliomba akipiga magoti, akamwambia listen tafadhali, naomba usimuonyeshe. Basi Marge alimtazama huku akiangua kicheko. Chedhiaka sana. Hakutaraji kuona Mr. Emmanuel anapiga magoti mbele yake. Akamwambia, kupiga magoti na kujiliza kwangu sio suluhisho. Nenda kwako, mchukue mke wako, mchukue Paula na Raula, kisha mwanasheria mchukue, hafu mpe mali mtu sahihi. Kushindwa kufanya hivyo tusije tukalaumiana. Mimi nakupa siku 30 za kufanya hivyo, anza kuhesabu leo. Marge aliweka kitu dume ambacho hakikuwa na mazungumzo tena. Alienda chumbani kwake na bahasha, na baadaye akarudi kuzungumza mambo mengine ambayo alikuwa ni ya kikazi. Sasa ni upande wa pili, tunarudi darasani bwana, ambako kule Shakil ametia timu na ameenda kutikisa mabinti. Sasa Sara akamwambia binti, shoga, kwa kuwa Nurdin anakuchanganya basi unatakiwa umkomeshe, ujishikize hapo. Aliongea akimuonyesha kwamba ajishikize kwa Shakil. Basi wote wakaacha kumtazama Shakil ambaye alikuwa anaandika baadhi ya notes. Wewe, yani wewe naona ulikuwa kwenye kichwa changu kabisa, ndo nitaka kusema hivyo. Kwa hiyo nakwambia huyu ni mzuri, hebu ambania kombe tena mapema kabla watu hawajamchechua hapa. Acha tuone, yani akitoka tu hapo na mkimbilia tena naona namba. Mbona pambe? Paula akuacha kujigamba. Aliona anakwenda kumpata Shakil na alikuwa ni bonge moja la handsome. Yani atasimamisha chuo kizima. Hakujua kabisa kwamba lile ni chaka ambalo ni la ndugu yake ambaye anaitwa Raula. Sasa wakati anaendelea upande wa Nurdin, alikuwa akimtazama Raula muda wote. Alitambua kuwa mwilini mwake kulikuwa na utofauti. Kwa hivyo alipanga kipindi kitakapoisha basi angeenda kuzungumza naye kama angepata nafasi hiyo. Akinikatalia basi nitajibikisha tu magoti, yani tu iwe tunadhalilika kama ni vipi, yani vivyo nitapiga magoti ili niongee naye. Akawa anajambia moyoni mwake. Basi muda sahihi wa mwadhiri kutoka darasani ulikuwa umefika. Akaaga pale, akaondoka zake na akamtaka Sara amfuate, naye alifanya hivyo. Basi Paula alikuwa wa kwanza kutoka nje akiwa ameongozana na Sara. Alienda kutega sehemu sahihi ambayo hata ingekuwa vipi lazima Shakiri angepita pamoja na mwenzake. Shakiri kwa kuwa alikuwa hajui lolote lile ambalo linaendelea, alitoka nje akifuatiwa na Raula ambaye hakuacha kuita. Lakini kutokana na kelele za wanafunzi, ilikuwa ni ngumu sauti yake kumfikia mhusika. Nurdin alifuatia akiwa ambeba kibegi. Nyuma yake kulitokea Riaz ambaye alikuwa anachezea simu. Sasa Raula mara baada ya kufika nje hakuamini kuona Paula akiwa anazungumza na Shakil. Alishikwa na butwaa. Hakujua ni muda gani watu hao walikuwa wamejuana. Yaani Paula cheza koti, lakini sio hapo ese. Alifoka mwoni mwake akiwa amepiga hatua kuwai, lakini akashikwa mkono na Nurdin. Aligeuka kwa hasira sana. Mkono wake wa kulia uliweka kofi moja vizuri na alirusha na likatua shavuni mwa mwanamume huyo ambaye alipotaka kuutoa. Nurdin alipayuka na akamwambia, "Nipige na huku." Alimwonyesha shavu la upande wa pili huku akiendelea kupayuka.
nipige upande wa pili ili tu udhihirishe kwa watu namna gani ambavyo una roho mbaya. Nipige, labda utaridhika na kufurahia moyo wako. Nipige basi, mimi nakupenda sana, ndio maana nitesa hivi, kwa sababu unajua moyoni mwangu lipo jina lako na kila siku nakuwaza, na ndio maana unaamua kuniumiza hivi kweli. Sauti hii ilipaa kwa kila mmoja ambaye alikuwa maeneo yale. Sikio la Shakil lilipata kusikia hili, sikio la Paula pia lilisikia, sikio la Sara lilipata kusikia, na sikio la kila mwanafunzi ambaye alikuwa pale lilipata kusikia, na wote waligeuka kuwatazama. Kwa bahati mbaya, Nurdin alikuwa tayari amepiga magoti. Shakil hakuamini kumuona mpenzi wake akiwa mbele ya mwanaume ambaye alikuwa amempigia magoti. Basi haraka Shakil alitaka kupiga hatua ili kusogea sehemu ile. Alitembea hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, na alipotaka kupiga hatua ya 4, mguu wake uligoma kukanyaga ardhi. Alisita. Mbele yake kulikuwa na sura ya mtu ambaye anamfahamu kwa mbali, lakini kama mita 20 kutoka pale ambapo kina Nurdin alikuwepo. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Railati ambaye alikuwa akiteremka ngazi na kuungana na wenzake ambao walikuwa chini, na hili ilimfanya kubadilisha maamuzi. Asingeweza kwenda kwa yule binti wakati ule, wakati Railati pia alikuwa anakuja. Tuondoke. Alimshika mkono Riaz na waliondoka kuelekea sehemu ambapo alikuwa amesimamisha gari. Raula alikuwa ameona watu hao wakipanda katika gari lao. Haraka alikimbilia katika gari akiita, Shakil, simama, simama Shakil. Lakini haikuwa bahati kwake. Shakil aliondoka katika eneo lile, hasira ambazo zilikuwa zimetuama katika uso wake. Aliona kile ambacho amekichukua kilikuwa kipo sahihi. Hakutaka kufanya mazungumzo na Raula licha ya kwamba alikuwa amemsikia. Basi Raula alisimama na kutazama gari, uso wake uliweka sura ya kuchukiza. Alikuwa na hasira sana ndani yake. Hakutegemea kama Shakil angeshindwa kusimama au kusikia mara baada ya kumuita. Alifahamu chanzo cha yote ilikuwa ni Nurdin kumshika na kumpigia magoti mbele kila mtu. Alitaka kumrudia, lakini ghafla nyuma yake akasikia sauti. Naona umeanza kushubokea mabwana za watu kama ilivyo kawaida yako. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Paula. Raula aligeuka ili kumkabili dada yake, na mgeukio wake haukuwa kawaida. Uliambatana na hasira ambayo ilimfanya hata alipokuwa anazungumza asiache kutetemeka. Hivi, unajua jinsi gani na kuheshimu mtu? Kwa usiambiwe wewe umekuwa naye. Alibitoa midomo yake akatima mate chini kwa dharau. Akaambia, naomba uniache, usinipande kichwani. Sio leo tafadhali. Konda kusemaje? Stay away from me. Alimsukuma Paula ambaye aliyumba kidogo na akageuka na kurudi sehemu alikotoka. Alikuwa na hasira sana Raula leo. Lilikuwa ni tukio ambalo hakuna ambaye litaraji. Watu waliokuwa wakiwafahamu walipigwa na butwaa, lakini ilikuwa imetokea kwa Raula ambaye Raula alikasirika sana na aliondoka hapo akielekea sehemu ambapo alisimamisha gari lake na kupanda. Akarejea nyumbani. Paula alibaki amesimama akitazama gari ambalo alipanda Raula, ambapo tayari alikuwa anaanza kukata kona kwa ajili ya kuingia barabara kuu. Alijikuta akiema juu, mkono wake wa kulia ukiwa umefutika, lakini haikusaidia kitu kwa sababu aliyemsukuma tayari alikuwa ameshaondoka katika eneo lile. Alikuwa ameandaa ngumi kwa ajili ya kumpiga. Basi akarudisha macho yake kumtazama Sara ambaye alikuwa pembeni yake akimshika mkono. Kwani nini kimetokea? Mbona umekusukuma? Anajaribu tu kuniva. Huyu binti naona hanijui vizuri. Kwani umemfanya nini? Hebu tuondoke, tuje kwa hapa hatu faida hapa. Alibitoa midomo yake na kumshika Sara ambaye alikuwa mgumu kuondoka. Yaani kwa nini unataka kumfuata? Yaani yule kijana anataka kumfuata Raula. Ina maana unajua nao? Sijui lolote kikweli. Alitazama simu yake, akamwambia lakini mpata namba yake, akamwambia ya nimepata, lakini tuondoke, yule mjinga atanijua mimi ni nani, wewe subiri. Alishika mkoba wake vizuri na walianza kuondoka kuelekea hostel. Sasa wakiwa katika gari, mazungumzo yaliendelea baina ya ndugu hawa wawili, Shakil akiwa ni dereva na pembeni yake kulikuwa na Riaz ambaye hakuacha kumtazama ndugu yake ambaye alikuwa na jazba kweli. Uso wake ulikuwa umedondosha jasho huku ndita zikiwa zimewekwa katika makazi ya paji la uso wake. Nimeamini wanawake ni viumbe wajinga sana, washenzi na hawastahili kabisa kuwepo duniani. Alikosa kwa jazba. Unajua mimi sijaelewa kinaendelea nini, lakini Riaz aliuliza, si yule mwanzo ambaye alikuwa anatukimbilia? Kafanyaje? Kwanza chana naye. Alishindwa kusema kweli kwa sababu hakuwahi kumwambia Riaz kama aliwahi kuwa na mpenzi mwingine tofauti na Railati. Sema basi nini kinaendelea? Nimesema chana bwana. Hapo hujaelewa nini? Safari hii alifoka Shakil. Basi Riaz alimtambua ndugu yake kuwa ni mtu aina gani. Na mara zote anapokuwa na hasira kuweza kuzihimili, rusha matusi, na ilikuwa ni swala kawaida kwake. Tena alikuwa matusi ya kawaida, lakini leo hii aliamua kufunika tu na akageukia simu yake na akapitia baadhi ya notes mtandaoni ambazo aliamini kwamba zingemsaidia katika masomo yake. Sasa ni upande wa pili ambako Nurdin alikuwa amekwenda kushtaki kwa anti yake, na Raula akamwambia anti, yani mimi sasa hivi inafika hatua naona bora hata kufa kuliko kuendelea kungangania sehemu ambayo sio sahihi. Raula ananitesa sana anti, Raula ananiumiza mno, Raula ananiweka katika wakati mgumu kila siku, nashindwa hata nijue nifanye nini.
Alikuwa akizungumza Nurdin akimwambia Marge kile ambacho kilikuwa kimetokea chuoni mara baada ya kupigwa bonge la kofi mbele ya watu na kudhalilishwa. Aliona jambo hili lazima lifike kwa mtu ambaye ni wa karibu zaidi na Raula, na si mwingine alikuwa ni shangazi yake. Ilikuwa ni majira ya saa 10 ambapo alifunga safari hadi nyumbani kwa Marge, na walikuwa wako nje ya nyumba eneo la wazi wakitembea na masimulizi yakiendelea. Akaambia kwamba yupo katika umri ambao nadhani mtu ambaye alimwekea ahadi anaweza kuitunza na kuitizama kama yeye ambavyo yeye anatimiza pia. Moyo wangu unaumia auntie, nateseka, yani natamani angeona japo kwa sekunde tu. Usijali, bado kuna kitu kinamsumbua. Imani yake inakomalia pale pale. Atakayemjali sana ndo ambaye atakayempenda. Kwa nini ananiumiza hivi? Kwa nini anijali auntie? Mimi nataka kujua kuhusu Shakil. Anasoma darasa moja na nyie? Marge aliuliza na kubadilisha mada. Akamwambia, ameingia darasani leo. Wanawake wote walikuwa wanamtazama. Unahisi anaweza kuamudu wote ambao wamemtazama? I don't know, kiukweli sijui. Okay, bado nina nafasi ya kuwa mshindi kwenye hili. Kivipi sasa? Wakati ananikataa kabisa kanipiga mbele za watu. Hebu angalia. Nurdin aligeuza shavu lake na kumuonyesha Marge. Macho Marge alitoa katika eneo ambalo lilikuwa na alama. Basi huruma ilimuingia kwa sababu pale hivilia damu hivi. Alihema akasema, maisha mazuri huwezi kuyapata bila kupitia mateso mtoto wangu. This is too much. Kama series kilango, mimi naona kama najitesa au nitafute mwingine. Kwa nini nakata tamaa mapema au mpendi? No, nampenda lakini nini? Kipi bora? Akukubalia haraka hafu penzi lenu liishi muda mfupi, au akuweke pending muda mrefu akupe majibu sahihi ya upendo wako? Basi ngoja nione auntie. Mimi naelewa nini ambacho unapitia, na nataka kuhakikisha kwamba hautoacha kuonyesha vitendo vya kumpenda. Endelea kumuonyesha hata kama yeye anaona si mtu sahihi, endelea mpe upendo mara zote, kwa sababu mara nyingi tunakumbuka nyakati nzuri tu tukiwa na nyakati mbaya. Auntie, hapo unamaanisha nini? Utaelewa, sio na papara. Marge alimpa ahadi kidogo ambayo ilihitaji muda ili kuja kumpa majibu sahihi Nurdin, ambaye alikuwa na haraka kweli kutaka kujua. Sasa alijikuta akiongea mambo mengi sana katika kufahamiana zaidi. Akasimuliana baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanahusu chuo, maeneo ya Mwanza na maeneo mengine ambako Nurdin alikuwa akiamua kuongea na auntie. Baadaye aliamua kurudi chuo kama ambavyo ilikuwa kawaida yake, na Marge akaingia ndani kwa ajili ya kuandaa chakula cha usiku. Sasa ni upande pili ambapo tunamuona Mr. Emmanuel ambaye alikuwa anataka kutoka ofisini muda huo. Akashangaa mlango unafunguliwa na Paula ambaye aliingia akiwa na jazba sana. Akashangaa kwa sababu ilikuwa kawaida kwa Paula kwenda ofisini muda ule akiwa na jazba kama ambavyo ilikuwa. Alihisi kuna jambo. Akamwambia, vipi, kuna nini? Akamwambia, mtoto wako ananitafuta na kama nitakuja nimuonyeshe upande wangu wa pili. Nini kimetokea tena? Akaenda kumkumbatia mtoto wake ambaye alikuwa na hasira, akamshika begani hivi, alafu akaanza kumzebu, hebu poza jazba afu niambia. Akamwambia, daddy, kaa na Rau chini afu mwambie sitaki nipande kichwani. Yaani sitaki nionekane mbaya, sitaki jamani. Kwa nini kimetokea, mbona sielewi? Naomba tu mwambie achane na boy wangu. Boy gani sasa mtoto? Mwenyewe anajua ukimwambia ataelewa. Mimi sitaki ugomvi na mtu mdau jamani, nitammaliza. Paula alichimba bonge la mkwara kwa babake afa kaondoka eneo lile akiwa na hasira kweli kweli. Huyo boy wake ni wake jamani, huyo binti. Basi Mr. Emmanuel alijaribu kumuita si mara moja wala mara mbili, lakini ndio hivyo, ilikuwa ngumu kwa Paula kuweza kurudi kwenye eneo lile. Basi alitoa simu yake na kumpigia. Simu iliita bila hata mafanikio yote yale. Alifanya hivyo sio mara moja wala mara mbili, lakini simu haikupokelewa. Akahisi kuchanganyikiwa, shauka kutaka kujua nini kilikuwa kinaendelea, tu kitu ambacho kilikuwa kinafanya anyanyue simu yake na kutaka kumpigia tena Raula, lakini aligundua kwamba mtu alitaka kumpigia hakuwa na simu. Ikabidi airishe zoezi na kuondoka ofisini, na safari yake ingeenda kukoma katika nyumba yake ambako angefanya mazungumzo na Raula ili kufahamu nini kilikuwa kimetokea. Sasa ni majira ya saa 1 usiku ambapo Shakir alikuwa sebuleni akichezea simu yake. Mama yake alikuwa jikoni akishirikiana na Riaz kupika chakula. Katika malezi walielewa tofauti tangu anakuwa. Kazi za nyumbani mtu ambaye wakifanya ni Riaz, hasa kupika. Na hii ilifanya muda wote apende kupika, tofauti na Shakir ambaye hakujihusisha kabisa kwenye jambo hili. Akiwa anapika mazungumzo yaliendelea. Mwanzo anaonekana hana amani leo, kimetokea nini? Rani aliuliza. Sijajua, lakini tukiwa chuo alikuwa tuna furaha. Unajua mimi naogopa kuona mtoto akiwa kwenye lile. Mjaribu kumuuliza, lakini kwa sababu wewe ni mama pengine atakwambia. Ina maana hajakwambia. Mimi niambia chochote, usikute mimi ni sehemu ya yeye kosa fulani na maana sijui. Hebu ngoja kwanza nikaongee naye. Alifunika mchuzi ambao ulikuwa unatokota. Akaambia hakikisha hiyo nguu inakuja. Alitoa maagizo mama. Mguu wake ulitua sebuleni ambako alikaa karibu na mtoto wake. Alimtazama usoni Shakir ambaye alijaribu kuficha hasira ambayo alikuwa nayo, lakini alishindwa. Rania alimtambua mtoto wake kwamba alikuwa kwenye hali gani, akamuuliza,
kuna mtu kakukera babangu? Alimshika bega. Hapana. Hii kumshika bega saa hizi vijana wa kiume mnaogopa Akaambia hapana. Hapana mama. Unaonekana ni mtu ambaye una mawazo. Unajua nini mama? Niambie mwanangu. Nawaza kuhusu maisha hapa, then chuo sijakizoea kama ilivyokuwa Marekani. Au unatamani kuwa karibu na Railati nini? Rania aliuliza akicheka. Aliendelea kumtazama mtoto wake. Naweza pia kwa sababu hata hivyo nafikiria sana kuhusu maisha. As you know, sasa hivi usipofikiria maisha nothing ambacho kinaweza basi kabla hajamaliza kuongea simu yake ikaita. Akaitoa na kuitazama, ilikuwa ni namba ngeni. Hakuwa mpenzi wa kupokea namba ngeni, hasa pale zile namba ambazo hakuwa anazijua. Basi akaifinya sauti, lakini mama yake akampa uhuru wa kuongea lakini pia aliondoka katika eneo lile. Kwa kuwa Shakil mwanzo alidharau simu, aliamua kuiacha hadi ilipokatika. Na dakika moja mbele iliita tena. Namba ilikuwa ni ile lengeni. Akapokea sana kwa sikioni. Sauti ya mwanamke iliongea kimahaba sasa. Mambo poa. Sorry kwa kupigia this time. Okay, usijali. Nani? Paula. Sauti upande wa pili ilijitambulisha. Kwa bahati mbaya Shakil alisikia vibaya. Masikio yake kanasa jina la Raula na si Paula. Akauliza, Raula? No, ni yule dada ambaye ulinipa namba asubuhi. Basi Shakil alikaa kimya kwa sekunde na kichwa karudisha matukio ya siku nzima kwa haraka. Ushanifahamu? Paula aliuliza. Lakini sisikii vizuri sana kuongea na simu, kwa hivyo tutaongea kesho baadaye. Jamani maskini. Paula, unaumwa? Hapana. Shida nini? Siku na mood kuongea na simu. Jamani, au una njaa? Hapana. Sasa kwa nini uko na mood? Oya sister, mbona maswali mengi kulikoni? Sorry, basi nitakucheki baadaye. Poa. Shakil alikata simu na kisha kaitupa kwenye sofa na kuelekea chumbani kwake. Sasa upande wa pili ukiwa unapata chakula cha usiku, Mr. Emmanuel aliamua kutumia muda huu kwa ajili ya kumuuliza maswali kadhaa binti yake juu ya kile ambacho ameambiwa na Paula. Alihitaji kusikia upande wa pili ili kujua nini kinaendelea kati yao. Akamwambia, leo umekuwa ni mtu ambaye una furaha sana. Alianzisha maongezi. Na hisi ni kwa sababu nyumba imepoa, nimeshazoea watu wengi. Kwa hiyo kati ya Paula na mama yako nimrudishe nani? Yeyote yule ambaye wewe utaona anafaa mrudishe, lakini kwangu mimi naona mama anafaa zaidi kuliko hata Paula. Kwa nini? She is still there, yuko eneo sahihi la kusoma. Kwa nini umtoe karibu na chuo then umlete mbali? Kwa nini? Sawa, nimeelewa. Na pia nina swali ambalo nataka kuuliza. Okay, mimi pia nitakuwa na maswali yangu mawili ambayo nataka unijibu pia baba. Raula aliweka kitu na kumtazama babake ambaye alivuta pumzi ndani. Kimya kilipita kati ya wote hao. Kila mmoja alimtazama mwenzake kwenye kati tofauti. Mr. Emmanuel aliwaza maswali ambayo binti anataka kumuuliza, mwisho akamwambia, alikuja ofisini mwenzako, alikuwa na hasira sana, akanambia unapaswa kuachana na mpenzi wake. Sijui nini kimetokea. Nani mbona unamzungumzia? Paula. Amesema nimemchukulia mpenzi wake. Ndio. Yupi? Hapo ndo sijajua. Kwa mujibu wake kanambia nikwambie hivyo utajua. Ushawahi kusikia ningeuta jina la mpenzi wangu mimi baba? Hapana, lakini Paula sidhani kama atakuwa anaogopa. Mbona yeye alikaa kimya. Alishindwa kuendelea mara baada ya kutaka kumfanya baba yake ajue kwamba alikuwa na mpenzi chuoni. Kwa hiyo ni hilo tu, alibadilisha mada. Ndio, na kama ni kweli basi achana naye, si vizuri. Sawa baba, nimekuelewa. Aligeuza sahani ya chakula ambacho kilikuwepo, akachota wali, kijiko na kisha alikula. Mr. Emmanuel alimtazama binti yake kwa muda kidogo, funda la mate likapita katika shingo yake. Akashika kijiko na kutaka kula, lakini Raula akauliza, kabla ya kuwa mama ulikuwa na mwanamke mwingine? Ilikuwa ni swali ambalo lilimfanya Mr. Emmanuel kushikwa na kigugumizi. Alirudisha kijiko katika sahani na kuzungumza jibu sahihi. Alikuwa anaona anakosa. Alingatangata ulimi hivi na akamwambia, hapana, ndio, hapana. Ndio nilikuwa naye. Ulikuwa naye au uko naye baba? Nilikuwa naye. Ulikuwa naye? Ndio. Nani huyo? Mama Paula. Sawa. Kwa nini muuliza? Niendelee na swali hili au niulize swali la pili? Tubaki kwenye hili kwanza. Sawa. Ndio unishia hapo? Hapana, nilikuwa nataka tukujua kuhusu nini kati ya mama yangu na mama Paula, yupi ambaye alikuwa kwanza kumuoa? Mama Paula ndo alikuwa kwanza na sio mama yangu. Ndio. Kwa nini ulimuoa mama ikiwa bado huko katika ndoa na mama Paula? Yaani hata sijui nisemaje mwanangu. Kama unajua cha kusema hebu tuachane nayo basi. Nilikuwa nataka tukujua kitu kingine hata hivyo. Kipi sasa? Uliwahi kuwa na ugomvi? Unaniuliza maswali magumu mwanangu. Kuna ubaya wote kwa mimi kujua? Hii ni historia yangu katika familia yangu, natakiwa kujua. Hapana mwanangu, si vibaya, lakini sikutegemea maswali ambayo sikutegemea ungeniuliza muda huu. Okay, usijali. Alafu sisi kwenye ndoa huwa kuna kuwa na cheti, si ndio? Kwenye ndoa mara nyingi lazima kuna cheti, si ndio? Ndio. Okay, sawa basi kesho naomba cheti cha ndoa yenu, yani wewe na mama Paula, nataka kuona. Raula aliweka kijiko chini, akanyanyuka na kuondoka katika eneo lile. Mr. Emmanuel alibaki mdua. Hakujua nini ambacho kinaendelea. Maswali ambayo aliulizwa na binti yake ilikuwa ni mazito mno kwake.
Basi kijasho kikaanza kumchuruzika pale. Ni hakika binti yake alijua kumkamata sehemu ambazo baba huapendi kuongea. Ilikuwa ni kuanzia kichwani mpaka kushuka kwenye maeneo mengine ya mwili wake. Baba alikuwa anatoa jasho. Sasa alikuwa akijiwazisha sana, akifikiria kwa muda. Alikosa majibu, kwani kuna nini? Au Marge ameanza mambo ya kijinga? Ni muda kumwambia kweli sasa hivi? Ila hapana, kwa kweli. Akijua sasa hivi mimi nimehusika kwenye mauaji mama yake itakuwaje? Hapa nataka cheti cha ndoa yangu na Mama Paula. Na kitoa wapi sasa? Mimi niliwahi kumuoa Mama Paula lini jamani? Haya ilikuwa ni maswali ambayo hayakumwisha hamu. Yalikuwa ni maswali ambayo yalimkosesha hamu kabisa ya kula chakula. Basi ikabidi ainuke na kwenda chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Sasa ni siku nyingine, sauti ya jogoo ilisikika na kisha ikafuatia sauti ya adhana, ambapo ilikuwa tayari imebadilika siku nyingine. Ilikuwa ni asubuhi Jumanne tulivu ambayo ilimkuta Shakira akiwa kitandani. Uchovu ulimtawala na simu yake ambayo ilikuwa pembeni yake karibu na mtu kaanza kuunguruma, ishara kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anapiga simu na hakuwa anapenda kuweka sauti zaidi ya mtetemo. Ubongo ukatafsiri kwa haraka sana. Alifahamu ilikuwa inamaanisha nini. Alipapasa hadi alipoipata na bila hata kutazama nani ambaye anapiga, akapokea simu ile sikioni. Kwa sauti ya uchovu sana akaanzisha mazungumzo. Hello, good morning. Ilikuwa ni sauti ya Paula ambayo ilisikika upande wa pili. Morning, mambo. Poa, umeamkaje? Fine, nani? Jamani, jisave namba yangu. Yeah, sasa unaambia nani wewe? It's me Paula. Ushanikumbuka nikupigia jana? Yeah, nimekumbuka. Wow, jamani asante. Naambia, nitaka kuamsha tu my love. Paula alijichomeka mzima, binti hana adabu wala haya huyu. Shakira akajiweka sawa. Akafikiria neno ambalo amelisikia, mwisho akarudisha umakini kwenye maongezi, akamwambia okay, asante kwa kujali. No, usijali, niko kwa ajili yako. By the way, kipindi kitakuwa ni saa ngapi? Kwani hujui? Yeah, sijui ni saa ngapi kwa sababu simu yangu imezingua na ratiba yote imefutika. Okay, ni saa 2 kama sijakosea. Okay, kumbe uko makini. Ni jukumu langu. Kweli kabisa. Basi sawa. Mimi nitawahi then natenga sehemu tukae kipindi ambapo utakuja, au haupo willing kana mimi. Acha tu nitajua mwenyewe nakaa wapi. Okay sawa, basi nitafanya hivyo kwa sababu ndio nataka. Poa. Shakil alikata simu. Lakini sasa Shakil akawa anajiuliza, hivi kwa nini binti anakuja lesi hivi? She's cute ni kweli, but anyways ngoja tuone, nataka nione itakuwa. Nilikuwa kitafakari mwenyewe na macho yake akatoa kwenye saa. Ilikuwa ni saa 11:50 asubuhi. Katika maisha yake kwa mtu ambaye anapenda sana kuamka mapema, starehe ya kulala ndio kitu ambacho anakipenda. Na siku hii akarudi tena kitandani kuendelea kukunguta usingizi pale kwa dakika kadhaa ambazo zilibaki. Wakati huo alikuwa akipanga mpaka ikifika saa 1:30 awe amemka na kuanza taratibu za kwenda chuo. Akiwa chumbani anajisomea. Sasa upande wa pili tunamwona Raula ambaye alisikia mlango wa chumba chake unagongwa. Alifahamu hakuna mwingine ambaye anagonga zaidi babake. Alifunika kitabu na kuficha picha yake na Shakira ambaye ilikuwa mbele yake na akaenda kufungua mlango. Mbele yake kulikuwa na Mr. Emmanuel ambaye alishika box lakini hakufahamu lilikuwa ni la nini. Alimsalimu na wote wakaingia chumbani. Baba akamwambia chumba chako ni kisafi. Akamwambia yes, napenda usafi hata hivyo. Hongera sana. Asante daddy. Huna simu, naona unateseka sana. Mr. Emmanuel alitoa box ile ambalo lilikuwa na simu akamkabidhi Laura. Basi Raula alifungua box ile, hakuamini. Ilikuwa ni iPhone 13 ndani yake. Uso wake uliweka tabasamu, akajikuta amemkumbatia babake. Akamwambia baba asante kwa kujali. Akamwambia yes, sasa hivi hakikisha kwamba unitunze vizuri sawa. Hamna shida. Alafu mbona umewahi kuamka? Kuna kitu nataka tuzungumze. Kipi? Mbona umenishtua? Na kwa nini ushtuke jamani? Hapana, niko sawa. Anyways, ni nini? Raula aliweka simu mezani, macho yake akarudi kwa Mr. Emmanuel ambaye alivuta pumzi nzito. Sura yake ikakubali kuhuzunika kwa muda. Alimtazama binti yake kuanzia juu mpaka chini, akitafakari kwa muda gani na kwa namna gani anaweza kumwingia. Baadaye alipata kitu cha kuongea, akamwambia, "Kwa nini usiende hostel ukaishi na mwenzako?" "No dad, mbona hapa nyumbani naishi kwa amani tu, ushanichoka." "Hapana, sikuchoka, lakini naona kama itapendeza zaidi ukiishi huko." Sawa, lakini nitakuwa na mwenzangu." "Nani?" "Mimi nilipanga ukaishi na Paula." "No, hapana. Nitatafuta mwingine kuishi naye. Lakini isiwe kusiwe tu na maneno ya hapa na pale. Mimi siwezi kwenda kukaa naye." "Okay, kama ni hivyo basi sawa, hamna shida." "Sawa baba." "Okay, basi tafuta afu niambie itachukua muda gani na gharama pia." "Sawa daddy." "Okay, wewe na asubuhi njema, then nategemea jioni utanipa majibu." Alimkumbusha binti yake na baadaye akampiga mgongoni hivi na akaanza kuondoka. Alipofika mlangoni tu nyuma akasikia sauti ya Raula. Akamwambia daddy. Mr. Emmanuel alisimama kabla ya kugeuka kumtazama Raula ambaye alipiga hatua kama 2 hivi. Akasimama akauliza, "Vipi kuhusu cheti baba?"
Nimekumbuka hapa. Akazuga akaendelea. Unajua mama Paula ndo alikuwa mtunzaji mzuri, kwa hiyo mpaka tavarudi ndo nitakupa. Sawa baba, uwe na siku njema. Raula alizungumza na kwenda kufunga mlango mara baada ya baba yake kuwa ameondoka. Basi baadaye akarudi katika simu yake, akatazama vizuri. Ndani ya simu kulikuwa na line. Alijikuta akijawa na furaha sana na kuanza kuhusu Shakil ndo kitu ambacho kilikuwa kinamjia katika kichwa chake. Aliwasha na kuuliza salio ilikuwa lipo la kutosha kuanzia dakika, MB, SMS na kadhalika. Aliingia mtandaoni kutafuta picha ya mwanaume huyu hadi alipozipata. Alizikuta na akazipakua kwenye simu yake na akawa anamtumia message upande wa Facebook akiamini kwamba akiziona basi atamjibu. Basi kilichofuata ilikuwa ni kumpigia Dennis ambaye alizungumza naye mambo kadha wa kadha. Akajikuta wote kwa mmoja wakifurahi na kuwa marafiki. Raula alimuuliza baadhi ya maswali kuhusu Safina, ukaribu ulikuwaje, na katika hili aliambiwa machache kati ya mengi. Akaijua kwamba pange siku ya kuzungumza na kupeana baadhi ya mambo ili aambiwe. Unamkumbuka Dennis yule ambaye alitumwa kuja kumbaka binti. Kumbuka binti alichukua simu yake, namba yake simu, na leo alikuwa amempigia kumsalimia. Basi Raula akakubali kwamba watakuja kuonana siku na wataongea. Na muda wa kuondoka kwenda chuo ulifika. Akajifungasha virago vyake ikiwemo vitabu pamoja na baadhi ya mambo yake muhimu. Kama binti alienda chuo moja kwa moja, hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda isipokuwa chuo. Naam, sasa binti jamani amepata simu, na tulikuwa tunaamini kwamba mahusiano yake na Shakil yalikuwa hayaeleweki ama hayaonekani kwa sababu binti hakuwa na simu. Binti amepewa simu, lakini jamani Shakil si alimuona binti siku ile pale hapa akamkaushia. Unaweza kumkaushia mpenzi wako jamani, hata kama ana makosa si inabidi muongee. Kwa nini alikimbia? Shakil huyu yuko upande wa Raula ama yuko upande wa Railat? Na vipi kuhusu Raula ambaye anamwamini Shakil kwenye kila kitu, ikiwa kama ni mbadala wa faraja yake, mbadala wa baba, mbadala wa marehemu mama yake, lakini pia faraja kubwa sana kwa kila kinachoendelea kwenye maisha yake. Lakini simuona yenyewe Shakil ambako yuko. Mimi sijui, simu imepatikana, binti anaelekea chuo, atakutana na mpenzi wake ama itakuwa vipi? Ni simulizi nzuri sana ambayo mhusika mkuu hapa ndani ni Raula. Team Raula tunasemaje? Tunamtakia nini binti? Ama ni bora aende zake kwa Nurdin ama iwe vipi? Hii ilikuwa ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu The Last Promise. Bado hatujajua hiyo Last Promise ni nini. Mzee ama Mr. Emmanuel alipewa promise ipi na marehemu mke wake? Binti pia anataka kufahamu. Paula, sisi pia tunataka kufahamu. Ila tulisikia aliambiwa asioe sijui. Na kwenye nyepesi hapa wenzangu hamjasikia kwamba mahali ni za binti sijui itakuwa vipi, sijui Paula ataweka wapi sura yake ikiwa hizi mali yeye na mama yake azimuzu kabisa. Lakini na wasiwasi na Safina ameondoka ameenda kwa Ukerewe. Jamani, watu Ukerewe huko mna vitu gani? Mimi sijui. Tutakutana katika sehemu ya 5. Msikilizaji, asante kwa kusikiliza Simu Zetu Media. Make sure unaandika comment yako hapo, usiache ku like, share na comment. Mwandishi wetu ni Sam Dafori, jina langu naitwa Tutu.